bado simu zinaendelea kuibiwa, na zikiibiwa hazipatikani tena hata ukijaribu kutrack. Hata hizo iPhone zinazodaiwa kwamba zina strong security, ukitafuta unaipata, lakini pia nazo zikiibiwa zimekwenda, hazipatikani tena. Ni swali ambalo linaumiza watu vichwa sana sana, mpaka wengine wamejaribu kuniuliza tatizo ni kitu gani? Mwizi anapoiba simu yako, anachojaribu jambo la kwanza ni kupoteza kwenye mawasiliano, yaani ni kuhakikisha ile simu yako haina mawasiliano moja kwa moja, kwa sababu mawasiliano ndiyo ambayo yatakufanya wewe umtrack yeye yuko wapi na simu yako inatumika vipi. Hapo ataanza kutoa line. Akitoa line tu, basi tayari umepotea, huwezi kuipata tena simu hiyo, hata kama umeweka find my, hata kama kuna kitu chochote cha security. Sasa dawa ni ipi? Sasa dawa ni vitu viwili. Ya kwanza ni kuweka eSIM. eSIM ni electronic sim card, na bila shaka makampuni yetu ya simu tayari yameshaweka hiyo huduma ya line ambayo sio ile physical line, yani ni line ya electronic. Line inaseviwa kwenye simu yako moja kwa moja, ambapo humo inakuwa ni kama vile iko kwenye setting. Kwa hiyo mtu ambaye anatumia line ya kawaida, hii physical sim card, ikiibiwa simu yake, mwizi anatoa line, anaenda zake moja kwa moja, simu haina mawasiliano tena. Lakini unapoweka eSIM kwenye simu yako, hawezi kuitoa kwa sababu eSIM imeseviwa kwenye simu, na kama umeweka strong password ndio hawezi kuitoa kabisa. Hii itafanya kwamba simu yako iendelee muda mkubwa kuwa hewani, kwa sababu bado hajaweza kuitoa line. Lakini kitu chengine kikubwa zaidi ni data. Simu inapoibiwa iko mbali na wewe, kitu ambacho kitakufanya uifikie ni mtandao. Tuna tatizo la kuzima data. Kawaida tukishatumia simu, ukiona mtu umemaliza kazi yako, unazima data, unaweka. Umezima data, umeweka mfukoni, kisha mwizi akachomoa simu yako mfukoni, akiondoka nayo, kitu ambacho kitakufanya uifikie simu yako ni data kuwa wazi. Ikiwa simu imezimwa data, huwezi kuifikia. Kwa hiyo tuache kuzima data. Kuna mmoja ataniambia, sasa hiyo data on sitakuwa inatumia MB tu muda wote? Ikiwa simu yako haina application ambazo zinatumia MB background, naweza kukufanyia makisio ya kawaida. Hata uache data wazi asubuhi mpaka jioni, labda naweza kuchukua kwenye MB 10. Lakini sawa, sina hizo MB 10, hiyo data wacha wazi tu hivyo hivyo. Utaniuliza itanisaidiaje wakati kwamba iko wazi na haina MB? Itakusaidia. Twende kwenye mfano huu. Umeingia kwenye ile mitaa ambayo watu wanachomoa simu, simu yako data iko wazi na haina MB, simu ikaibiwa. Simu hii ikiibiwa, kwa vile data iko wazi, unaweza kwenda kwa wakala ukairushia MB simu yako. Ukirushia MB, data iko wazi, inakuwa tayari inaamka na unaweza kuitrack. Data kuwa wazi ndiyo jambo kubwa sana ambalo linakufanya uweze kuitafuta simu yako. Na kushauri, ikiwa unahisi unaenda sehemu ambazo kuna asilimia nyingi za kuibiwa simu, vibaka na mambo mengine, hata kama simu yako haina MB, iache data wazi, ili ikitokea dharura uweze kuja kuirushia MB na kuitrack. Data kuiwacha wazi ina umuhimu sana 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 sana. Hina Zinjibari Technology, kazi yangu ni kukwambia mambo ambayo huambiwi. Kama umependa video hii, nibonyeze like, na kama una swali njoo sehemu ya comment.